Hujambo mpendo wa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi Mwongozo wa Kujifunza Biblia, mahali pote ulipo, na furaha ya kuwa pamoja nawe wasaa huu kwa ajili ya kujifunza tena neno la Mungu kupitia Mwongozo wa Kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato, moyo kanisa, vinavyoendelea kupeperushwa kwenye The World Jesus TV. Tunakukaribisha kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayotufunza jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia. Kwa wale ambao tuko tunasoma nao kuanza mahali tulipo mpaka hapa, umeelewa kanuni fulani za kuelewa unabii wa Biblia. Somo hili la tatu linaweka mkazo kwenye metaphor du mariage, okay? Na somo la leo Jumapili tutazungumzia mwili mmoja. Kwa hivi tunazungumzia hapo mambo ya ndoa. Baba na mama, bina bwana, vijana, wavulana, wasichana, na watakia amani na neema na upendo katika mahusiano yenu ya ndoa. Mpendo mtazamaji na msikilizaji, Mungu anataka kwamba mume na mke wanapofunga harusi wawe mwili mmoja. Ndio maana sitiari chache za kibiblia zinakazia uhusiano wa karibu sana Mungu anaotamani kuwa nao na wanadamu zaidi ya ile ya ndoa. Sitiari hii inatumika mara kwa mara katika masimulizi ya Biblia na inajitokeza kwa uwazi sana katika kile kitabu cha Ufunuo, mahali tunapokuta karamu ya harusi ya mwana kondoo. Kiasi kwamba ni muhimu kwa wanafunzi wote wa Biblia, hasa sana wa kusoma unabii, kufahamu kile Mungu anachomaanisha anapotumia katika neno. Nitakusihi unyenyekevu wote kusoma kwenye Mwanzo 2:13 hadi 15 na Waefeso 5:19 hadi 32, na hapo pamoja tukiangalia ni kwa njia zipi ndoa ya binadamu inaakisi uhusiano wa Kristo na wanadamu. Karibuni ukisoma. Ndio mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwa wale ambao wamekuwa waaminifu katika usomi, unaposoma kwenye Mwanzo sura yake ni ya 2 mstari ule ambao ni wa 14, neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mamaye, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hivi kile ambacho Mungu anataka katika ndoa ni kwamba kunakuwa kuacha kwa ajili ya kuambatana. Se détacher pour s'attacher. Kwa hivi kuna watu ambao wanaelewa kuacha wazazi vibaya kwa kwamba hawawezi kuwasaidia, kuwashughulikia. Kile anachokitaka Ukristo ni kwamba tuwashughulikie hata wazazi wetu. Lakini kuachana nao ni kusema tunapombatana, ni kusema hawaingilii mambo ya ndoa. Kwa hivi mama, baba, mambo ya ndoa ya watoto tusiyaingilie. Watoto sio kwamba tusiwashughulikie tena wazazi wetu. Wakati Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, aliwapatia ama alitupatia si binadamu vitu viwili, karama mbili ambazo ni takatifu: Sabato kwenye Mwanzo 2 hadi 3 na ndoa kwenye Mwanzo 2:14. Na yote haya yalitolewa ili idhihirishe uhusiano ambao Mungu anataka kuwa nao pamoja na viumbe vyake, ni hivi na viumbe vyake kati yavyo. Kwa hivi kuna uhusiano na Mungu na kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa mpendwa, katika ukamilifu wake ndoa iliakisi uhusiano kamili kati ya washiriki wa uungu. Baada ya dhambi inashiria muungano kati ya mume mkamilifu ambaye ni Yesu na mke asiye mkamilifu ambaye ni kanisa, kulingana na Waefeso 5:31 hadi 32. Yesu Kristo ambaye ni mwaminifu, bwana harusi, lakini sisi kanisa mara nyingi hatui waaminifu. Katika Biblia yote tunaona jinsi wanaume wanavyohitaji kuwakamilisha wake zao na kupata upendo wao. Kutokana na mfano huu wa ndoa, tunaweza pia kujifunza kanuni fulani zitakazofanya ndoa zetu zipate kufaulu. Sisi ambao hatuko wakamilifu, ndoa kati ya waume na wanawake ambao wote si wakamilifu, hapo natoa kanuni 3. Kanuni ya kwanza ni kwamba wewe mtazamaji na msikilizaji uweze kumsamehe mwenzi wako hata kama hastahili msamaha. Kuna watu wanasema mimi jana ulifanyizia hiki na hiki na hiki, sikusamehi. Katika ndoa, kwa sababu mlikuwa mwili mmoja, ni lazima ujifunze kusamehe mwenzi wako hata kama hastahili, kama Kristo anavyoendelea kutusamehe wakati hata hatustahili. Kanuni ya pili ni kukubali mwenzi wako na madhaifu yake yote, kama Kristo anavyoendelea kutukubali katika madhaifu yetu. Sio kusema ningalitaka uwe mpende mwenzi wako katika hali anayokuwa ndani yake. Usitafute awe jinsi unavyotaka, muache awe jinsi alivyo na umuelewe katika hali yake.
Kanuni ya tatu ni mweke mwenzi wako mbele yako. Sio kutafuta kwanza furaha yako. Ukimfurahisha mwenzi wako na kumridhisha, hapo utakumfanya kanuni kitu kizuri, kwa sababu Yesu ametoa na maisha yake kwa ajili yetu. Jifunze kutoa maisha yako kwa ajili ya mwenzi wako. Ikiwa hauko tayari kumsamehe mwenzi wako, ikiwa hauko tayari kumkubali na madhaifu yake, ikiwa hauko tayari kumpatia nafasi ya kwanza kabla yako, ustahili kufunga harusi. Ni lazima uwe mwili mmoja, jinsi Yesu alivyo na jinsi anavyotaka kwetu. Mungu akubariki katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina. Baba mtukufu, tunakushukuru kwa ishara hii ya ndoa. Naombea ndoa za huyu mtazamaji na msikilizaji, mume, baba na mama, endelea kuimarisha na kukuza upendo wao. Wale ambao hawajafunga tayari ndoa, waongoze katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina.